sura ya 3 mstari wa kwanza. Ili ombi ni la muhimu sana. Soma kwa sauti hapa, anasemaje? Kwa kila jambo kuna nini? Kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya nini? Ya mbingu. Nitaelezea kama dakika 5. Nataka unisikilize kwa umakini ili unapoomba uombe kwa shabaha. Amen. 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 Uitikie. Mimi napenda kusikia unaitikia. Na kule mtandaoni amen. Anasema kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya nini? Chini ya mbingu. Nachotaka ukione hapo ni kwamba kama tunahitaji Tanzania mpya, Tanzania mpya ina majira yake. Tanzania mpya pia ina wakati wake wa kuzaliwa. Neno majira ni kipindi kirefu, ila wakati ni kipindi kifupi ambapo tukio fulani linatokea. Na hilo tukio linapaswa kutokea kwa wakati. Ndio maana ukiendelea mstari wa 2 anasema kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufanyeje? Wa kufa. Maana yake kuzaa ni tukio linalotokea mara moja, ila mimba inaweza kubebwa kwa miezi 9. Hayo ni majira. Hiyo miezi 9 ni majira. Maana yake mpaka mtoto azaliwe kunakuwa na miezi 9. Lakini katika hiyo miezi 9 mwishoni kuna siku inatakiwa ifike yule mtoto azaliwe katika hiyo miezi 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake haipaswi kuzidi hapo, si ndio Sasa anasema pia kuna wakati wa kufanyeje? Wa kuzaliwa. Hata tunavyoiombea Tanzania, kuna wakati wa Tanzania mpya kuzaliwa. Na huo wakati ni sasa. Ambacho mimi nataka tukakiombe. Huu wakati wa kufa tunaiua Tanzania ya zamani ya kuonewa, Tanzania ambayo watu wanatekwa, Tanzania ambayo watu mshangilie Yesu kwa makofi. Sawa. Kwa hiyo nimekuambia cha kwanza hapo kuna wakati unaitwa wakati wa kufanyeje? Wa kuzaliwa, na wakati wa kufanyeje? Wa kufa. Alafu kuna wakati pia wa kupanda, na kuna wakati wa kung'oa yaliyofanyeje? Yaliyopandwa. Sasa nimesema tunaenda kuutumia wakati vizuri kuiua ile Tanzania ya watu waoga, Tanzania ya watu wasiotaka haki zao, Tanzania ya watu wapigaji, ufisadi mwingi, Tanzania ambayo inaitwa maskini na madeni yanaendelea kuongezeka. Tunataka tuifute hiyo na tulazimishe. Haya ndio majira ya Tanzania mpya kuzaliwa. Kitabu kile cha Luka sura ile ya 14, Luka sura ya 4 mstari wa 19
Yesu anatangaza, anasema na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Kianza sura 18 anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, naye amenipaka mafuta kuhubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia waliofungwa kufunguliwa kwao, na anasema vipofu wapate kuona tena, na kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliofanyeje, uliokubali. Maana yake sisi tuna uwezo wa kutangaza Tanzania mpya na ikatokea. Na nataka nikuonyeshe tunavyokwenda kutamka hili jambo, tunalitamka kwa imani. Mstari wa 19 anasema na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Na alivyomaliza kusema hivi, mstari wa 21 akawaambia watu, sasa baada ya kutangaza hivi, akawaambia watu, mstari wa 21 akasema maneno haya leo yametimia masikioni mwenu. Anasema akaanza kuambia leo maandiko haya yametimia. Maana yake tukitangaza imekuwa. Sema tukitangaza imekuwa. Sisi tukitangaza imekuwa kwa jina la Yesu. Tukisema Tanzania mpya imezaliwa tayari, ndivyo inavyotokea rohoni. Sasa kabla hatujaenda kwenye kutangaza, nataka uone kila taifa lina majira yake ya kutoka kwenye utumwa na kuingia kwenye msimu mpya. Kila taifa lina majira yake. Rohoni kuna kalenda ya kila taifa kutoka kwenye utumwa na kuingia kwenye Tanzania, kwenye nchi yao mpya, au kwenye majira yao mapya, majira ya kibali, majira ya neema, majira ya upendeleo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia kitabu cha Mwanzo, nikuonyeshe mfano. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 15 mstari wa 13 na wa 14. Mwanzo sura ile ya 15 mstari wa 13 na wa 14. Biblia inasema hivi, huyu ni Mungu anamwambia Ibrahim, na hapa anaongea naye Ibrahim kama baba wa taifa kubwa ambalo baadaye ndio tunaliita taifa la Israeli, limetoka ndani ya Ibrahim. Anasema Bwana akamwambia Ibrahim, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Anasema uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyokuwa ya kwake. Alafu anasemaje? Anasema watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka mingapi? Soma hapo basi mtu wa Mungu. Watateswa muda wa miaka mingapi? 400. Maana yake Mungu alitabiri tayari kwamba wale watoto wa Ibrahim wote watachukuliwa, wataingia kwenye utumwa kwa miaka 400. Good 400 years. Miaka 400. Mstari wa 14 anasema hata na taifa lile watakao watumikia, Mungu anasema baadaye nitakuja nitawahukumu, na baadaye wana wa Israeli watatoka na mali mengi. Ndio maana baadaye wana wa Israeli, Biblia inasema Mungu anawaambia hamtatoka kitupu. Mtaomba vitu, vyombo vya fedha, vyombo vya dhahabu, mtachukua vitu na watu wa Misri waliwapa. Lakini angalia unabii wa Mungu. Huyu ni Mungu mwenyewe alikuwa anaongea. Rudi mstari wa 13. Huyu ni Mungu mwenyewe alikuwa anaongea. Soma hapo mstari wa 13, anza kipengele cha kwanza. Anasemaje? Bwana akamwambia nani? Abraham. Maana yake ni Mungu mwenyewe ameongea, sio mtu, wala sio mtu aliongea kwa niaba ya Mungu. Ni Mungu mwenyewe alikuwa anaongea na Abraham. Lakini angalia kilichotokea. Kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 40 mpaka 43. Kutoka 12 mpaka 42 in fact. Kutoka 12 mstari wa 40 mpaka 42. Iliwachukua miaka 430, sio 400 tena. Maana yake miaka 30 iliongezeka kwenye ile 400. Nataka kusema nini? Shetani ana uwezo wa kuyashikilia majira na kuwafanya watu wasitoke wakati waliotakiwa kutoka. Shetani ana uwezo kabisa. Huyu ni Mungu alisema. Na hata wewe leo Mungu angekwambia usingebisha, ungesema Mungu hawezi kudanganya. Bila sema Mungu sio mtu wala aseme uongo. Anasema yeye sio mwanadamu wala adanganye, na yeye sio mtu wala aseme uongo. Sio mtu wa kusema uongo. Anasema basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa miaka mingapi? Miaka 430. Maana yake muda ulipitiliza. Inawezekana kabisa ikawa Tanzania mpya inapaswa kuzaliwa mwaka huu, lakini kwenye ulimwengu wa roho adui anataka kushikilia, azuie. Tupitilize tena miaka mingine 5, tupitilize miaka mingine 10, tupitilize miaka. Tunakataa kwa jina la Yesu. Nasema tunakataa kwa jina la Yesu. Kama lilivyokuwa neno la baba yetu, tunakwenda kulazimisha kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba haya ndio majira ya Tanzania mpya kuzaliwa. Haya ndio, hakuna cha kuzuia, hakuna nguvu ya giza ya kuzuia, hakuna uchawi wa kuzuia, hakuna mwanadamu wa kuzuia kwa jina la Yesu. Hakuna wa kuzuia. Mstari wa 41. Maana miaka 30 ilipita. Miaka 30 ni umri wa mtu mzima. Ni umri wa mtu mzima. Anasema ilikuwa mwisho wa hiyo miaka 430. Anasema ilikuwa siku ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana
yalitoka katika nchi ya Misri. Haikuwa tena. Ibrahimu angeza akamwambia Bwana, ulinidanganya. Uliniambiaje miaka 400 na ikachukua miaka 430? Sasa ngoja nikuonyeshe shetani ana uwezo wa kucheza na majira ya mtu. Yoeli sura ya 2 mstari wa 4. Yoeli sura ya kwanza mstari wa 4. Sura ya kwanza mstari wa 4. Yoeli sura ya kwanza mstari wa 4 ili tukaombe haraka haraka. Yoeli sura ya kwanza mstari wa 4. Anasema hivi. Anasema yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige. Yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare. Na yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu. Angalia hawa ni aina 4 za maadui. Wa kwanza ni tunutu, wa pili ni nzige, wa tatu ni parare, na wa 4 ni madumadu. Ni aina 4 za maadui. Na hao maadui wanachokula ni miaka. Ukienda Yoeli sura ya 2 mstari wa 25, Mungu anasema nami nitarudisha miaka iliyoliwa na nzige. Maana yake hawa nzige na tunutu na parare na madumadu walichokuwa wanakila rohoni, kwenye ulimwengu wa roho. Kimwili inaonekana miaka inaenda vile vile. Yaani sio kwamba eti miaka ikiliwa itatokea inavuka Jumatatu inaenda Jumapili. Wala sio kwamba itatokea tunatokea tarehe 1 hapo zinavuka kama siku 6 alafu tunatokea siku tarehe ngapi. Haiendi hivyo. Ila rohoni adui anakuwa ameiba matukio yanayopaswa kutokea kwenye hicho kipindi. Kuibiwa kwa miaka ni kuzuiliwa kwa matukio ambayo yalipaswa kutokea kwenye majira. Adui aidha anayachelewesha au anayafuta kabisa. Sema leo naamrisha kila nguvu ya giza iachie kwa damu ya Yesu. Angalia Mungu anasemaje? Anasema nami nitawarudishia hiyo miaka, sio mwaka, miaka iliyoliwa. Kuliwa kwake ni matukio yaliyopaswa kutokea kwenye hiyo miaka yaliliwa, yalichukuliwa na adui. Anasema nitarudisha hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu. Hebu sema rudisha. Sema kwa jina la Yesu, kila kilicholiwa na nzige, kila miaka na majira yaliyoliwa na parare na tunutu na madumadu, tunarudisha kwa damu ya Yesu. Hiyo nimekuonyesha kwa habari ya Israeli, miaka yao ililiwa. Ngoja nikuonyeshe tena. Yeremia 25 mstari wa kwanza. 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 Yeremia anatabiri kwa habari ya miaka 70 ya wana wa Israeli kukaa chini ya utumwa. Anasema neno hili ndilo lilomjia Yeremia kwa habari za watu wote wa Yuda. Anasema katika mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, mwaka ule ndio mwaka wa kwanza wa Nebukadreza mfalme wa Babeli. Twende mstari wa 2. Twende mstari wa 2. Anasema ambalo Yeremia nabii aliwaambia watu wote wa Yuda na wenyeji wote wa Yerusalemu kusema. Mstari wa 3. Tangu mwaka wa 13 wa kutawala kwake Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda, anasema hata siku hii ya leo miaka 23 neno la Bwana limenijia nami nimesema nanyi. Anasema nikiamka mapema na kusema, lakini ninyi hamkunisikiliza. Mstari wa 5 wa 3 wa 4. Mstari anasema naye Bwana ametuma kwenu watumishi wake wote na hao manabii. Anasema akiamka mapema na kuwatuma, lakini ninyi hamkuwasikiliza wala hamkutega masikio yenu mwasikilize. Tuna mstari wa 5. Tusome wote kwa pamoja. Akasema rudini sasa kila mtu na aiache njia yake mbaya. Na waache uovu wa matendo. Sasa nadhani nikuonyeshe. Twende mstari wa 12 exactly. Mstari wa 12. Yeremia anatoa nabii mstari wa 12. Anasema akasema. Mstari wa 12. Anasema na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema Bwana, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Wakaldayo pia, nami nitalifanya kuwa ukiwa milele. Tena mstari wa 13. Maana baada ya miaka mingapi tumeona hapo? 70. Alafu anasemaje? Nami nitaleta juu ya nchi ile maneno yangu yote niliyoyanena juu yake. Anasema naam, yote yaliyoandikwa ndani ya kitabu hiki aliyoyatabiri Yeremia juu ya mataifa haya yote. Mstari wa mwisho. Tusome wa mwisho. Anasema kwa maana mataifa mengi na wafalme wakuu watawatumikisha. Naam, hao pia. Anasema nami nitawalipa kwa kadri ya matendo yao na kwa kadri ya kazi za mikono yao. Mungu alikuwa anawaambia kwamba baada ya miaka 70 nitageuza kibao. Walikuwa wanawatumikisha, watageuka kuwa watumishi wenu. Sasa Mungu ametabiri. Nani anasema Yeremia sio nabii wa Bwana? Mungu alimuita Yeremia akamwambia Yeremia, nimekuita kuwa nabii wa mataifa.
nabii wa nini? Wa mataifa. Na Mungu akamwambia nitakalo kuambia useme ndilo utakalolisema. Yeremia amesema, Danieli sura ya 9 mstari wa 1 na wa 2, anasema Danieli katika kuvisoma vitabu, Danieli akapata ufahamu ya kwamba iliandikwa, na huo ulikuwa ni mwaka wa 70, ya kwamba iliandikwa katika kitabu cha Yeremia. Anasema mimi Danieli kwa kusoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka, kama ambavyo baba yetu amefahamu na watumishi wengine wa Mungu ambao wamefahamu ya kwamba ni majira yetu ya kutoka kwenye utumwa na kuingia kwenye Tanzania mpya katika jina la Yesu. Anasema ambayo neno la Bwana lilimjia nabii Yeremia kusema ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka mingapi? 70. Danieli baada ya kujua hivi, mstari wa 3, akaanza kuomba. Anasema akaanza kuomba, nikamwelekezea Bwana uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Sura ya 10 mstari wa 11 na wa 12 na 13. Sura ya 10 mstari wa 10, sura ya 10 mstari wa 11, wa 12 na wa 13. Angalia, bado Danieli ameanza kuomba, lakini malaika anasema alicheleweshwa kwa majuma 3. Alizuiliwa kwa siku 21. Anasema ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Mstari wa 13 anasema, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga. Siku ngapi? Siku 21. Adui anaweza kuzuia majira kwa kutumia hao wafalme na wakuu wa giza. Wafalme na wakuu wa giza. Simama kwa miguu yako tukaombe sasa. Simama kwa miguu yako tukaombe sasa. Tunataka tuamrishe chochote ambacho kingechelewesha majira yetu ya kutoka kwenye utumwa. Chochote ambacho kingechelewesha majira yetu ya kutoka kwenye utumwa. Chochote ambacho kinatuongezea miaka. Yakobo alikuwa anadhulumiwa. Alifanya kazi miaka 7 ili ampate Raheli. Baada ya miaka 7 akapewa Lea na sio Raheli. Akadhulumiwa, akaongeza tena miaka mingine 7. Na sio tu hapo, akaongeza tena miaka mingine 10 ya kutumika. Kila wakati anageuziwa mshahara wake, anaibiwa. Yakobo analalamika kwenye kitabu kile cha Mwanzo 31 kuanzia ule mstari wa 7 hadi wa 10. Analalamika, anasema baba yenu amenigeuzia haki yangu mara hizi 10, ameniibia, amenidhulumu. Sema katika jina la Yesu, kuanzia sasa ninaamrisha wafalme waliokaa kwenye anga la Tanzania waachilie majira kwa jina la Yesu. Naamrisha wakuu wa giza, achia majira. Kila roho za kuchelewesha, kila roho za kupindisha wokovu wa nchi hii, naziamrisha achia kwa jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu, ninaingia kwenye ulimwengu wa roho, ninageuza yale majira yaliyogeuzwa, nayageuza, nayarudisha kwa jina la Yesu. Narudisha majira yaliyoibiwa, narudisha kwenye taifa hili kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila nguvu ya giza inayocheza na wakati wa kuzaliwa kwa Tanzania mpya, ninaiamuru kuanzia sasa, ng'oka, achia, ng'oka, achia, ng'oka, achia, ng'oka, achia. Nadhani kuone ukipambana, pambana na kila nguvu ya giza inayopindisha saa yetu, kila nguvu ya giza. Ngoja niwaambie, ukiwa unaomba, endelea kuomba, amrisha. Hakuna wakati Mungu anamwambia Ezekia kwenye Isaya 37 ya kwamba nitarudisha nyuma. Kwenye Isaya 38 anamwambia nitarudisha nyuma. Hajua mwendo wa hatua 15. Maana yake majira yanaweza yakarudishwa nyuma. Wakati fulani Yoshua anasimamisha jua, majira yanaweza yakasimamishwa. Amrisha kwa jina la Yesu ya kwamba wewe nguvu ya giza uliyesimamisha majira rohoni, hatuna kuamrisha, achia. Panguka. Nyie mliokaa kwenye anga, panguka, achia. Kalenda ya Tanzania iachiliwe kwa jina la Yesu. Kalenda ya Tanzania iachiliwe kwa jina la Yesu. Ya mama mashanda rakadabadaba. Mungu aliwahi kurudisha majira nyuma. Ulimwengu wa roho unaweza ukarudisha majira nyuma. Anamwambia Ezekia,
Hezekia, nimerudisha nyuma, nimerudisha jua nyuma madaraja 10. Amrisha kwa jina Yesu, hiyo roho inayorudisha nyuma majira ya Tanzania, achia 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 achia. Rakapalata masayakata rekabababa yatarakata makabaliata zakata rakapa masaya. Achia achia majira ya taifa hili kwenye eneo la uchumi. Haya ni majira ya kutoka utumwani. Haya ni majira ya kutoka utumwani. Haya ni majira ya kutoka utumwani kwa mamlaka ya jina Yesu. Wewe unayecheza na saa ya Tanzania, unayecheza na unabii ulioachiliwa kwenye madhabahu, hatuna kupindua, hatuna kupindua. Pinduka pinduka pinduka, pinduka 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 na kuvunja vunja na kata mikono yako. Achia achia kalenda ya Tanzania, achia kalenda ya Tanzania. Wewe uliyekaa kwenye majira ya kusudili la Bwana na kupindua, sema na pindua, sema na pindua. Kila mchawi aliyekalia majira na mpindua. Achia mchawi mwanamke, mchawi mwanaume na kupindua. Achia 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 achia. Endelea kuomba hapo, lazimisha kila unabii wa kipepo uliotolewa kutuchelewesha, kila unabii wa kipepo wa kupumbaza akili za watu ili wasichukue hatua ya kuifuata na kuitaka Tanzania mpya. Ile nguvu ya giza ya kupumbaza akili na yamrisha, achia achia. Yaliyoliwa na parare hatuna yarejesha. Rakabadaba masayakata rekabadadada ikatadana zapariakata rekadabadaba makabadada masayata rekatoria esaparada rekadababa iparataya ikato zakata rapapa rakatwa. Amrisha wachie, amrisha wachie. Nyie mliokalia unabii uliotolewa, nyie mliokalia neno la Bwana lililoachiliwa, hamko wapi? Na ua nafyeka kwa upanga, nafyeka kwa upanga, nafyeka kwa upanga, nafyeka kwa upanga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ya baba baba baba, ya baba baba baba, ya baba baba baba. Amrisha wachie, amrisha wachie, amrisha wachie, amrisha wachie, amrisha wachie. Sema achia. Nikuone ukitumia mikono yako. Wanyang'anye, 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 wanyang'anye matukio yanayopaswa kutokea mwaka huu ambayo Bwana ameyakusudia. Wanaojaribu kuyazuia wapangue, waachie, wanyang'anye, wanyang'anye. Hakuna jambo la baraka linapaswa kutokea mwaka huu. Tunaamrisha achia, 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 achia. Rakapa rasata lakarobosata rekababababa ekapariakata rimanta lakapo zapa lataya. Endelea kuomba, amrisha waachie. Amrisha waachie, amrisha waachie, waachie kwa jina la Yesu, waachie kwa jina la Yesu. Nyie ambao mmekalia kalenda, mmepanga kwenye ulimwengu wa roho, rapakapa yatakata. Niwekeze Ezekieli 11 ule mstari wa 2 na 3. Biblia inasema Ezekieli alichukuliwa na Bwana akapelekwa kwenye lango la mashariki, na alipokuwa kwenye lango la mashariki akaona watu wanatunga uovu juu ya taifa lake. Akaona watu wanatunga uovu. Hawa watu walikuwa wanasema hivi ya kwamba majira ya kujenga sio sasa. Huu ni uovu. Wanaosema Tanzania mpya bado muda wake wa kuzaliwa. Huo ni uovu. Na wafyeka, na wafyeka,
nawafyeka, nawafyeka, nawafyeka. Achia, sema achia. Nisikilize dakika moja, alafu tumalizie ili ombi. Ezekiel 11 mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu. Anasema tena roho ya Bwana ikaniinua, ikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana, nililoelekea upande wa mashariki. Anasema natazama mahali pa kuingilia pa lango. Nilikufundisha jana kuhusu malango. Nikamwambia malango yanaruhusu watu kutoka kwenda au kuingia mahali wanapopaswa kuingia. Anasema nikaona watu wangapi? Sema watu 25. Watu wangapi? 25. Anasema katikati yao nikamwona Yaazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya. Anasema nao ni wakuu wa watu, ni viongozi. Yaani ukija kwenye ulimwengu wa mwili ni kiongozi kabisa. Unaweza kukuta ni afisa mtendaji, unaweza kukuta labda ni diwani, unaweza kukuta labda ni mbunge, unaweza kukuta labda ni waziri. Ni kiongozi kwenye ulimwengu wa mwili. Lakini kwenye ulimwengu wa roho pia Ezekiel, kumbuka, anasema ni roho ilimuinua. Maana yake hapa pia ni roho yake ilichukuliwa ikapewa uwezo wa kuona, kama ambavyo Bwana amekupa uwezo wa kuona leo kwa jina la Yesu. Ule mstari wa pili anasema kisha akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri ya mabaya ndani ya mji. Maana yake wanatunga uovu. Mabaya yote unayoona kwenye hilo taifa kuna viongozi walikuwa wanashirikiana na watu wengine kutunga maovu. Mstari wa tatu, angalia uovu wanaotunga. Anasema wasemao wakati wa Tanzania mpya sio karibu, na mji ni sufuria na sisi ni nyama. Maana yake wanasema majira ya Mungu kufanya kitu bado hayajafika. Haya sio majira yake. Sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Nyie mtungao uovu, leo nawafyeka. Mstari wa 4, Mungu akamwambia Ezekieli, basi toa unabii juu yao, mwanadamu, toa unabii. Mstari wa 13, nataka uone unabii ambao Ezekieli aliutoa. Mstari wa 13 anasema, nami nilipokuwa katika kutoa unabii, anasema ikawa nilipokuwa nikitoa unabii, Pelatia mwana wa Benaya akafanyeje? Asema kwa jina la Yesu, natoa unabii juu ya kila mtu anayepindisha majira. Natoa unabii juu ya kila mtu anayepindisha majira. Akufa, ufe kuanzia leo. Yezebeli, ufe kuanzia leo kwa jina la Yesu. Farao, ufe kuanzia leo. Sema kwa jina la Yesu. Farao, ufe kuanzia leo. Farao, Herode, ufe kuanzia leo. Anza kuomba, amrisha. Yadadadaba, rakababa, shakata, rekapariata, mantalakato, zapapa, rakata, yakata. Natoa unabii. Wewe ni nabii wa Bwana. Akila uliye hapa, wewe ni nabii. Toa unabii. Watamkie kuanguka. Na hapa pia hatunawaendea wote wanaochelewesha majira yako, ambao wamegeuza kalenda yako kwenye ulimwengu wa roho. Amrisha waachie, amrisha wafe, waanguke. Ninapotoa unabii, naita upanga wa Bwana juu yao. Ninapotoa unabii, naita hukumu ya Bwana juu yao. Wapigwe, wafe, waangamizwe, waovu wote wanaozuia mapenzi ya Bwana juu ya taifa hili. Nafyeka malaika wa Bwana waende, achinja, kata vipande, wasage tikitiki, malaika wa Bwana wasage, waangushwe. Zaburi anasema waangushwe, waibishwe, wafadhaishwe kwa jina la Yesu. Yakaradaba, satanaba, rakatayada, katarababa. Hatunaenda kwenye mazishi yao. Hatunaamrisha waanguke, wafe, kama ambavyo Eli alianguka, akaangukia shingo yake, akafa pale. Naamrisha
wewe ambaye kimwili ni mkuu wa watu, lakini kwenye ulimwengu wa roho umesimama kama kizizi, ukipindisha majira, ukitoa unabii kinyume na Bwana. Natoa unabii juu yako, hamwezi usiishe. Natoa unabii juu yako, hamwezi usiishe. Natoa unabii juu yako, hamwezi usiishe. Mimi pamoja na watumishi wa Bwana, hamwezi uishi. Tunatangaza hamwezi uishi. Unapinduka, unapinduka. Mene mene tekeli na peres, mene mene tekeli na peres, mene mene tekeli na peres. Ufalme wako umepimwa na umeonekana. Yakata zatata rakata yapapa zatelia rekapa rekapa rekapa. Ufalme wako umepimwa na umeonekana umepungua. Mene mene atekeli na peresi, mene mene atekeli na peresi, mene mene atekeli na peresi. Yakapa zatatata rakatata jatatata. Danieli sura ya 5 ule mstari wa 26. Rimakata rimakata rimakata. Na maana ya maneno hayo ni kwamba Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha, au umekomeshwa. Amene 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 amene. Umekomeshwa. Amene amene amene. Mungu amehesabu na ameona upasi kuendelea. Akateni mchule, akateni mchule, akateni mchule, akateni mchule. Kitabu cha Luka sura ya 13 ule mstari wa 6 hadi mstari wa 9. Biblia inaniambia ya kwamba balikuwa na mtini umepandwa, na mtini ulipandwa kwa miaka 3. Yesu alikuja na hakuona matunda. Ule mstari wa 7 akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 nimekuja nikitafuta matunda yapasayo toba, lakini sijaona. Akamwambia, mbona unayaribu nchi? Mbona unayaribu nchi? Wewe mti usiozaa, mbona unayaribu nchi? Wewe mti usiozaa, mbona unayaribu nchi? Mstari wa 8 akasema, kateni, ukateni, 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 na ukata, na ukata, na ukata, asikuachi, na kukata, na kukata, na kukata, kata, kata, kata kwa upanga wa Bwana ulio mkubwa, ulio mkali na wenye nguvu. Na kata kila tawi lisilozaa. Na kata wewe ni tawi na hujazaa, na kuitia mauti na mpanda farasi waende na wewe, waende na wewe. Akata, akata. Malaika wa Bwana, kata, sema kwa jina la Yesu. Nakata, 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 sema kwa jina la Yesu. Nakata, hebu kata, kata, kata. Mathayo sura ya 3 ule mstari wa 9 anasema, shoka limekwisha kuwekwa kwenye mashina ya miti, na mti usiozaa unakatwa, unakatwa. Kata, kata, kata. Wewe ni shoka la Bwana. You are the Lord's battle axe. You are the Lord's battle axe. Wewe ni shoka la Bwana. Wewe ni shoka la Bwana. Wewe ni shoka la Bwana. Kata, kata. Anasema Mathayo 3:10, na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Wale viongozi wasiozaa matunda, viongozi mafisadi, nakata, nakata, nakata. Wafanyabiashara wanaotumia kafara na nguvu za giza, nakata, 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 nakata. Natupa motori, natupa motori, natupa motori, natupa motori. Nakata, nakata. Watunzaji wa huo mti na waita abana huo moyo kwa jina la Yesu. Kamata hizo pua, funga hicho kinywa, funga hayo macho, yafunge jumla.
yafunge jumla. Nachomoa ile roho iliyoko ndani yake, naiamrisha chomoka, achomoka, 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 achia mwili, achomoka, chomoka, chomoka, achomoka, achomoka, chomoka. Washindanao na Bwana wanapondwa kabisa, washindanao na Bwana wanapondwa kabisa. Na kuchomoa, achia huo mwili, we achia hicho kiti, achia hicho kiti, achia hicho kiti, achia hiyo nafasi kwa jina la Yesu. Hapo kwenye kata, hapo kwenye jimbo, hapo kwenye jimbo, achia kwenye hiyo ofisi na kupindua. Apinduka, pinduka, pinduka, apinduka, pinduka, pinduka. Atoka mbinguni Bwana anawapiga kwa radi, na watandika kwa radi, na watandika kwa radi, na watandika kwa radi, na watandika kwa radi. Nyie ambao mnautafuta uhai wa masiwa Bwana, na watandika kwa radi. Akauka, 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 akauka. Nyie ambao mmebeba agenda ya mauti, iwaue, 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 iwaue. Nyie ambao mmechimba shimo, na watumbukiza, na watumbukiza, na watumbukiza, na watumbukiza. Atumbukia, tumbukia. Ingieni wenyewe, ingieni wenyewe, ingieni wenyewe. Huo upanga mlionoa unawaua wenyewe, unawaua wenyewe. Ya da 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 da. Raga baba baba baba. Mwisho wako ni kama mwisho wa Sauli. Na kutabiria wewe muovu, mwisho wako ni kama mwisho wa Sauli. Alijua akafa na mwanae. Unakufa, unakwenda na watu wako, unakwenda na watu wako, unakwenda na watu wako. Nawajia kwenye ulimwengu wa roho, nawajia kwenye ulimwengu wa roho. Napiga hata mmekufa, napiga, nawajia kwenye ndoto, nakamata, nabunja, 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 nabunja. Biblia inaniambia Zaburi 10:15, Zaburi 10:15. Biblia inasema ya kwamba na mkono wa mdhalimu unavunjwa, navunja mikono yenu nyie waovu, navunja mikono yenu. Hiyo mikono hiyo inayotumika kupigia wengine, naivunja, 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 naivunja. Avunjika, 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 avunjika. Ramakaka, yakakaka, yakakaka, rekaparia, rekaparia, makadaba, rakataya, papa, rasatata. Bwana njoo ulipize kisasi, Bwana njoo ulipize kisasi. Kisasi ni juu yako. Njoo lipiza, njoo lipiza, njoo lipiza. Wametenda mabaya, wamewagusa masi zako, wamegusa hapa kwa mafuta. Njoo Bwana kwa mkono wako, apiga, 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 apiga kwa jina la Yesu. Sema nawafyeka, nawafyeka wowote ambao wamepokea agenda ya kuangamiza watu wa Mungu ndani ya taifa hili. Nawafyeka, nawafyeka kuanzia leo. Muanze kuzikana, muanze kuzikana kuanzia leo. Natangaza mauti yenu, natangaza mauti yenu. Ni mwezi huu, hamruhusi kuvuka kwa jina la Yesu. Hawavuki mwezi huu kwa jina la Yesu. Nasema tena hawavuki mwezi huu kwa jina la Yesu. Nasema tena hawavuki mwezi huu katika jina la Yesu. Hawavuki mwezi huu katika jina la Yesu. Hawavuki mwezi huu katika jina la Yesu. Nasema tena hawavuki mwezi huu katika jina la Yesu. Hawavuki kwa jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Haki isiwaache kuishi. Sema kwa jina la Yesu. Kwa sababu ya damu za watu zilizomwagika, na za kwao zimwagike, na za kwao zimwagike, na za kwao zimwagike kwa jina la Yesu. Na imekuwa katika jina la Yesu.
Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi. Shanda raka baba baba. Njoo kae kwa dakika chache. Haleluya. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5. Shandaraka baba baba. Wameanguka katika jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Nimefunikwa na nguvu ya Mungu, mimi na familia yangu, katika jina la Yesu. Sema tena, katika jina la Yesu. Nimefunikwa mimi na familia yangu kwa nguvu za Mungu, kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa hakuna uchawi wala uganga utakaonizuia, kwa jina la Yesu. Hakuna uchawi wala uganga utakaonizuia, kwa jina la Yesu. Amen. Jana tulianza kujifunza kwa habari